Asante. Ya pili, nikisema people unasema free Tundu Lissu. Tabora people, Tabora people. Asanteni sana. Jambo la mwisho, hii mikutano lazima iendelee. Chukua simu yako, chukua simu yako, andika namba ya chama na jiwekee commitment. Wala kama una nguvu, wala usijiwekee kubwa sana, jiwekee malengo kila mwezi shilingi 1000. Nani anashindwa hapa kutoa shilingi 1000 kwa ajili ya hii kazi? Nani anashindwa? Hakuna anayeshindwa. Au hata shilingi 0744 44 69 69. Jina italeta Chadema HQ, Chadema makao makuu. Polisi na wewe kariri, kwa sababu na wewe unahitaji ukombozi, uende utume kimya kimya. Sawa sawa afande, kariri hiyo namba. Nyie mnapenda wimbo gani hapa? Kule Mbeya tuko na wimbo fulani unaitwa Ndeule, unamzuka ule. DJ unao Mungu awabariki. Thank you. Thank you. Tabora, mko tayari? Walioko tayari nyosha mikono, nyosha mikono, nyosha mikono, nyosha mikono. Sasa DJ uzime kabisa mbwembwe zako, waache tu. Tulipoanza mikutano hii nilisema hivi, kulikuwa na kijana wa shule, mtoto mdogo ambaye hajai kushinda chochote, anaweka kifua dhidi ya Chadema. Walikuwa actually si wawili si watatu. Nikamwambia nyie hamwezani na sisi. Nikamwambia nyie hamwezani na sisi, kwa sababu nyie mkienda sehemu hamfanyi mkutano organic. Sema organic. Sasa ukipanda mboga nyumbani kwako alafu ukaweka mbolea ya samadi, mbolea safi, haina chemical, haina mbwembwe, sio zile za dukani, alafu hiyo mboga ikastawi, na ukiweka mboga iliyopandwa ikawekewa mbolea za dukani, imepigiwa viuatilifu kule Ulaya, au kwa watu wanaoelewa, kwa sababu haya mambolea na nini yana sumu. Hii mbolea, hii mboga iliyopandwa na mbolea ya kienyeji mboji inaitwa organic, kwa hiyo bei yake ni kubwa kuliko mbolea ya dukani. Nikawaambia CCM, nyie ni mbolea ya dukani. Mkija hapa Tabora mtafata watu Urambo, mtafata watu Gunda, mtafunga shule, alafu mnapanga viti, watu wanakaa pale hawafiki hata 10. Sisi ni kipenga tu, tena tunapewa shida. Watu ndio kama hawa.
Na sasa hapa Tabora wamepita, mikutano haitakuwepo wala nini. Sasa nyomi hili hapa. Sasa vijana wa mjini wanasema wanatema mbungo, si mbungo, si bungo. Bungo sio? Wanataka kutema bungo. Jana nilizungumza kuhusu huyu kijana anaitwa Patrobas. Na narudia nimwambie neno moja tu kwa leo. Anajiita ni mwanasheria. Narudia msemo ambao nimewaambia polisi, narudia msemo ambao nimewaambia vyombo vya dola. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, Wajerumani waliposhindwa vita, Adolf Hitler akajiuni hapana kwa yule aliyekwisha kufa. Sheria ilikutaka ufanye nini? Sheria inakuelekeza nini? Sheria inanielekeza hivi na hivi na hivi. Na wewe ulifanya nini? Unajua kula chuma. Kula. Wengi walinyongwa na wengi walifungwa. Sasa wewe mtoto Patrobas, juzi tu wakati wa Kikwete kulikuwa na waziri anaitwa William Ngereja. Nilikuwa naye bungeni mimi. William Ngereja alikuwa waziri wa madini na nishati. Sasa baadaye Kikwete alipotoka, Magufuli aliwatikisa kidogo, akauliza kuhusu mikataba mibovu ya madini. Wale watu waliitwa TAKUKURU. Kilichowasaidia, wengine walikuwa na vimemo ambavyo walikuwa anatumwa, anasema kwanza niandikie. Lakini Patrobas ninavyokujua, umeambia tu shika. Sijui kama wamekuandikia kimemo. Unatangaza hali ya hatari kwenye nchi, huna mamlaka hiyo. Unatishia watu, innocent citizens wanaokutana. Sisi hatuchapi watu kuja kwenye mikutano yetu. Tukikuta watu wawili tutasema na hao wawili, kwa sababu ndio wameamua kuja kutusikiliza. Tukikuta 10 tutasema na 10. Tukikuta 15 tutasema na 15. Tukikuta wamejaa hivi tutasema hivyo hivyo na hao waliokuja. Wewe unatumwa kutishia Watanzania. Kumbuka tu the Nuremberg trial, na dunia hii inathibitisha, wamewahi kufungwa mawaziri, wamefungwa marais, wamefungwa watu wengi sana. Na nataka nikuhakikishie Patrobas, haki ya Mungu kabisa, kwa umri wako, Mungu akikupa miaka mingine 5 mbele, sisi haitakuwa madarakani kwenye nchi hii. Lije jua, ije mvua, mauaji ya Oktoba 29 yameondoka kabisa na CCM kwenye nchi hii. Haipo tena. Kuna siku tutataka ujibu. Watu waliotekwa, watu mnaotishia, utajieleza. Kwa hiyo ni muhimu sana nikaeleza na mkaelewa. Sasa ndugu zangu, tumeanza ziara ya Free Tundu Lissu na katiba mpya. Raundi ya kwanza baada ya kufunguliwa chama, na lazima mkumbuke historia kwamba baada ya sisi kuingia madarakani, baada ya Lissu na mimi na makamu Zanzibar na katibu mkuu Mnyika na wengine kuchaguliwa, chama chetu kimepewa msukosuko sana. Na ni kwa sababu tu sisi hatuwezi kupigia magoti udhalimu. Haiwezekani. Haitawezekana. Tufe twende kaburini, watu wabaki wanasema kulikuwa na watu waliosimamia ukweli wakaondoka watu hivi. Sasa mkitaka kujua hii ni pattern ya Samia Suluhu Hassan mwenyewe, ambaye katibu mkuu amesema hajachaguliwa, na ni kweli, na nyie mnajua. Kuna mtu alimchagua Samia? Kuna mtu alimchagua? Sio sisi tu tunaosema. Vyombo vya habari vya kimataifa, CNN imesema, BBC imesema, Umoja wa Afrika umesema, African Union, si mmewasikia? SADC, nchi za SADC ambazo yumo
zimesema na haijawahi hata kumpongeza kwa ushindi. Afrika Mashariki kila mtu amezungumza kuhusu Tanzania kutokuwa na uchaguzi. Baada ya kuingia ameumiza watu. Hofu hiyo, wazungu wanasema the guilt are afraid, wenye hatia wana hofu. Samia alianza kutunyanyasa sana kwa sababu ya hofu zake. Kwanza, uchaguzi wa ndani ya CCM yenyewe tarehe 18 na 19 mwezi Januari uliofanyika, thank you very much, umesemaje? Hakukuwa na ushindani kwenye chama chake. Ajenda za mkutano mkuu zilikuwa 4: kuteua mwenyekiti, makamu mwenyekiti, yule mzee Wasira anayesinzia kila dakika. Jana nilisema yule mzee ukimfungia hata kwenye base speaker hii anasinzia humo na kelele yake yote. Na nielewa. Ajenda ya pili ilikuwa ni kupitia kusoma taarifa ya Zanzibar na taarifa ya bara. Ajenda ya 4 na ya mwisho ilikuwa ni kusoma utekelezaji wa ilani yao. Hakukuwa na ajenda ya uchaguzi kwenye mkutano mkuu wa CCM. Ikaingizwa kihunihuni, akateuliwa tena yeye mwenyewe amekalia kiti. Hujawahi kuona uchaguzi, hata Mbowe tulishindana naye sisi wakati Lissu anashindana naye. Alipisha kwenye kiti, mwenyekiti wa uchaguzi alikuwa mtu anaitwa Frank Mwakajoka. Samia eti uchaguzi unaomchagua yeye ndio mwenyekiti wa hicho kikao. Wazungu wanasema you cannot be a judge of your own cause. Huwezi kuwa hakimu wa kesi yako mwenyewe, utajipendelea. Uongo kweli? Akaanzia mle ndani. Hivyo vituko wamevifanya, sasa wanaleta kwenye nchi yetu. Wameshughulikia chama chetu. Mara ya kwanza wakasema wamtambui katibu mkuu na wajumbe wa kamati kuu. Mara ya pili wakamkamata mwenyekiti tarehe 9. Samia huyo akishirikiana na mtu anaitwa Salehe Bohora, ambaye mama marehemu Maulida Komo alituthibitishia kwamba Salehe Bohora alikwenda kwake akiwa na sisi Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama vya siasa, wakamwambia wametumwa na Samia ili waifungulie Chadema kesi kupitia mtu anaitwa Saidi Isa Mohamed. Hatutakiwi kuwa hapo, tungekuwa mbele zaidi. Lakini walau unaona vitu fulani. Huyu mama kipindi chake amekopa trilioni 53 yeye peke yake. Hakuna hata kitu kimoja tunakiona. Nikasema kuhusu ile deni la taifa. Nimezungumza kuhusu carbon credit. Carbon credit ni hewa tunayozalisha ya oxygen. Tanzania ni mapafu ya dunia. Sema mapafu ya dunia. Dunia nyingine huko wanazalisha hewa chafu ya ukaa, lakini sisi tuna misitu mingi, na kwa sababu tuna misitu, nimetoka Katavi, unatembea pori kilomita 300. Kuna mbuga ya Seru, Serengeti, Ngorongoro, hiyo yote hii miti inavuta hewa chafu. Kwa hiyo kwa sababu sisi ndio tunasaidia dunia kupata oxygen na kupumua, tunatakiwa kulipwa fedha na dunia zinazotoka kwenye nchi za viwanda, inaitwa carbon credit, ambayo sisi tunapaswa kupata. Nikasema hizo fedha zetu wamezikabidhi kwenye serikali ya Omani, inakusanya ya Waarabu badala ya sisi kukusanya sisi wenyewe. Nimesema kuhusu wizi, tumesema kuhusu mafuta, wakachanganyikiwa. Mawaziri wamejibu si 5 bungeni. Amejibu mtu anaitwa Ashantu Kijazi akasema ni uongo. Sasa ukimuuliza ukweli uko wapi, hasemi. Amejibu si nani huyu Mchengerwa, mkwe wake anamtetea mama mkwe wake. Tumezungumza kuhusu financial bill, wanayopandisha kodi za bodaboda kutoka shilingi 95,000 ya usajili mpaka 150,000. Tumezungumza kuhusu financial bill inayoanzisha msabaha wa kodi kwa makampuni makubwa ya kizungu yanayochimba dhahabu, kwa sababu na wao wameomba share, wako humo ndani, wanataka kujisamehe kodi, kinyume cha sheria tulizotunga mwaka 2017 ya permanent sovereignty of a natural resource na review
and the negotiation of unconscionable term. Sheria mpya tuliotunga mwaka 2017 ya kupitia upya mikataba, ili mikataba mibovu tuliosaini ya chuma, ya makaa ya mawe, ya dhahabu, ya Tanzanite ipitiwe upya, iwape manufaa vijana, mpate fedha, mtajirike kwa utajiri Mungu aliyowekea, muishi mle bata. Hiyo sheria tuliyopitisha, yeye ametunga sheria kifungu cha 169 kwenye sheria mpya ya fedha kwamba wao na baraza la mawaziri watajadili na watakubaliana kusamehe kodi. Wakati huo kwenye hiyo sheria wanaweka kuchaji kodi kwa mkulima wa mazao ya mahindi, vitunguu, nyanya, mazao yote 1%. Yaani unasamehe mzungu anayepata trilioni au bilioni, unachaji mtu wa Uliankuru anayelima debe moja, unachukua 1% yake. Alafu hiyo 1% sio kwamba wanachukua kwenye faida, wanachukua kwenye gross. Sema gross. Sikilizeni, unapofanya biashara kuna kitu kinaitwa mtaji. Mtaji sio faida, si ndio? Au unapolima kuna mtaji, unanunua mbegu, huo ni mtaji, huo ni uwekezaji. Unalima shamba, unalipa trekta, huo ni mtaji. Unanunua mbolea, huo ni mtaji. Unapalilia, unalipa vibarua, huo ni mtaji. Unavuna, unalipa vibarua, huo ni mtaji. Unabeba. Sasa kwa mfano, umelima mahindi eka moja, labda umelimia shilingi 200,000, mbolea umeweka shilingi 100,000, mbegu umenunua ya 100,000, kulima umelimia shilingi 100,000, 5 hizo, kupalilia si nini, jumla milioni 1. Sasa serikali yenye akili, kwa sababu wewe umewekeza milioni 1, ukivuna inatakiwa uuze, utoe ile milioni 1 yako ya uwekezaji, mtaji pembeni. Kama umeuza milioni 1, 100,000, kwenye 100,000 ndio wachukue kodi yako. Wao wanachukua kwenye mtaji na faida. Sasa kuna wakati mkulima unawekeza milioni 1 unapata hasara kwa sababu mvua haijanyesha. Uongo kweli? Au ndege wamevamia wamekula zaidi. Uongo kweli? Sasa wao ukiwekeza milioni 1 ukavuna ukauza 800,000, kwenye 800,000 napo watachukua 1% bila kujali umepata faida. Alafu huyo anayeweka hivyo anakwenda kusamehe makampuni makubwa ya kizungu, kwa sababu kuna uwezekano yeye na familia yake na watu wachache tunaowajua tutakaowasema wakati mwafaka wamo kwenye haya makampuni. Sasa ndugu zangu wa Tabora, tunateswa na kikundi kidogo cha watu. Ndio maana tumekuja kuzunguka kuwaunganisha mkono, na nataka kusema mambo mawili ya mwisho. La kwanza, tulisema kuhusu bei ya mafuta, na mwelewa kwa nini wanataka kufungia hii mikutano, kitu ambacho hawataweza. Tulisema kuhusu bei ya mafuta mwanzoni yalipopanda, na tukasema huu ni wizi, kwa sababu mimi nimekuwa waziri kivuli wa nishati na madini, na baadaye ikagawanyika, Mnyika akawa madini, akawa nishati, mimi nikawa madini. Kwa hiyo najua masuala ya uagizaji wa dizeli na petroli kama ninavyojua kiganja cha mkono wangu. Mafuta yanapoagizwa kutoka kule yanakotoka Uarabuni yanatumia siku 90 kusafiri. Sio kwamba ukinunua mafuta Arabuni leo yanafika siku hiyo hiyo Tanzania. Kuna kupakia, kusafirisha, siku 90. Kwa kama na Tanzania inanunua mafuta kwa kitu kinaitwa bulk. Sema bulk. Kwa wingi. Hatununui mafuta kibaba kwamba ya kutumia leo yaishe, kesho yaishe. Hapana. Tunatumia, kwa mfano tunatumia lita milioni 1.99. Milioni 1.99. Milioni 199 kwa mwezi ya diesel. Na tunatumia karibia ya petroli lita milioni ngapi? 50 kitu, I think, kama sijakosea. Yes. Kwa hiyo diesel lita milioni 1.99 na petroli 140 milioni. Kwa hiyo mafuta haya yanapoagizwa kwa mwezi
tunakuwa na mafuta ya kutumia kwenye matenki ambayo alijenga Mwalimu Nyerere, yanaitwa tipa. Wakati wa vita ya Uganda aliona kutakuwa na shida ya namna ya kutunza nishati, akajenga mapipa kule, tipa kule Kigamboni, yanakuja yanatunzwa hapo. Kwa hiyo tunatumia kwa miezi mitatu, wakati mengine akiwa yanakuja na yamepanuliwa, mengine tunatumia mpaka miezi minne. Lakini siku mafuta vita imeanza tarehe 27 mwezi wa pili, kufika mwezi wa tatu wakaanzisha petroli, ikapanda bei, dizeli ikapanda bei. Tukawauliza, hayo mafuta mnayouza ni stoku iliyokuwepo, iliyonunuliwa kwa bei rahisi, ikaingizwa kwa bei rahisi, na ikalipiwa ushuru kwa bei rahisi, ikasafirishwa kwa bei rahisi. Inakuwaje mnawauzia watu kwa bei juu? Hawakujibu. Mpaka sasa mafuta ya Tanzania ni bei juu. Sasa naomba simu yangu. Wewe bwana umeniondolea, niliseti vizuri. Kuanzia mwezi Aprili, Mei, Juni na Julai, Tanzania imeingiza mafuta kwa bei juu kuliko nchi nyingine zote za Afrika Mashariki. Kwa mfano, bei ya mafuta metric ton, tani moja ya bei ya mafuta Tanzania ilikuwa inaingiza kwa dola 200 mpaka 260 per metric ton. Uganda ilikuwa inaingiza kwa dola 83. Sisi metric ton moja dola 200 mpaka 260, Uganda 83. Zambia 164. Mozambiki ambao nao wana mlango wa bahari 90. Sasa Mozambiki wao wana mlango wa bahari, Uganda wana mlango wa bahari, wanategemea mafuta yatoke Tanzania yaende kwao. Ndio maana bei ya mafuta ya dizeli Uganda ni chini ya shilingi 2000 na kitu, sisi shilingi 4000 na kitu. Bei ya mafuta ya petroli Uganda ni 2900, sisi ni shilingi 4000 na kitu. Kampuni zinazouza mafuta ni TPDC ya Tanzania pamoja na kampuni inaitwa Vitol. Vitol ndio wanaouzia Uganda mafuta. Vitol ndio wanaouzia Msumbiji mafuta. Vitol ndio wanaouzia na nchi nyingi. Inakuwaje Vitol hiyo hiyo inaiuzia Tanzania mafuta mara 3 zaidi ya bei inayouzia Uganda? Hivi mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Wangapi wanaelewa ninachokizungumza? Nyosha mikono tu. Sasa mtu wa Tabora umeuziwa mafuta shilingi 554 zaidi ya kile ulichotakiwa kununua. Yaani kama ulitakiwa kununua petroli shilingi 3500, sasa unauziwa shilingi 4000. Pesa ya mtu maskini shilingi 550, ukipiga mara lita milioni 199 na lita milioni 140 kwa mwezi, kwa miezi mitatu, zaidi ya shilingi bilioni 650 za nchi hii zimekwapuliwa. Na tunaambiwa kwamba hizi kampuni zina vinasaba na watoto wa viongozi ambao ndio wanafilisi nchi hii kwa maumivu yenu. Sasa wanamtuma huyu kijana aje kuzuia tusiseme ufisadi huu. Kupitia wananchi wa Tabora tunataka TAKUKURU hii isiyokuwa na meno, tunataka mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali afanye special audit kwenye bei ya mafuta yaliyoingizwa Tanzania mwezi Aprili, mwezi Mei, mwezi Juni na mwezi Julai, tujue ni kina nani wamechukua hizi fedha na zimeingia kwenye mfuko wa nani. Haki ya Mungu wa Tanzania hawatakubali fedha zao zikuapuliwe namna hii.
Pengine wewe huna gari, unaweza ukafikiri kwa sababu huna gari bei ya petroli haijakuathiri. Pengine wewe unafikiri mimi sijasafiri kwa mwezi huu, kwa hiyo hainihusu. Lakini petroli ikipanda bei, kila mtu anaathirika. Wewe bodaboda uliokuwa hapa, kama ulitakiwa kupata faida shilingi 10,000 kwa siku, ile margin of profit inashuka kwa sababu umetumia petroli zaidi na bei yako haijapanda. Mazao, mihogo iliyosafirishwa imesafirishwa kwa bei ya juu, kwa hiyo watu wameenda sokoni wamenunua mihogo zaidi, kwa sababu Samia na serikali yake ya kifisadi wamenunua mafuta kwa wizi, kwa ufisadi, kwa bei juu, kwa kukuumiza wewe. Haya ndio mambo ambayo yanawasababisha wanataka kuzuia mikutano, tusiendelee kuexpose uchafu huu. Ndugu zangu, tunateswa na haya mambo yote ya wizi, ufisadi, unyang'anyi unaowafanya muwe maskini, na mmefika sehemu mnaona umaskini ni sehemu ya maisha yenu, na wengine mnajipa matumaini ya uongo kwamba maisha mazuri tutaenda kuishi mbinguni. Hao wanaowaambia mkaishi maisha vizuri mbinguni, siku hizi mimi naona sijui wale wanaitwa mitume na manabii wanamiliki ndege, wanamiliki magari mazuri kama lile ya kwangu, mazuri zaidi, wanalala nyumba nzuri. Kuna watu wana mahekalu, wanatuambia sisi maisha mazuri wapi? Lakini wao maisha mazuri wapi? Hapa. Hivi Mungu angetaka Tabora mkaishi maisha mazuri mbinguni, angewapa nchi pekee yenye Tanzanite duniani? Mungu angetaka maisha mazuri tukaishi mbinguni, angetufanya tuwe nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Mungu angetaka tukaishi maisha mazuri mbinguni, angetupa nickel na cobalt zinazotengeneza betri za simu na injini za ndege. Angetupa almasi ya Mwadui. Mungu angetupa mlima mrefu kuliko yote Afrika. Angetupa ardhi nzuri inayolimwa, kila kitu kinakuwa. Mungu anataka tuishi maisha mazuri kuanzia tule bata hapa tukaimalizie mbinguni. Kwa hiyo wahuni waisi wachache, na kuna mtu ameniambia eti unatumia lugha kali, unatumia matusi. Hivi hayo matusi ni sawasawa na risasi mlizompiga Tundu Lissu? Hivi nyie watu, do you know the pain that we are carrying? Hivi mnajua maumivu ambayo mmetusababishia kwenye familia, kwenye miji yetu? Hivi mnaelewa kweli? Mimi natoka nyumbani nakuta kaburi la mdogo wangu Suguta kila siku naliona, ambaye ameuawa kwenye mapambano haya ya Chadema. Alafu mtu ananiambia anaumizwa na kauli zangu kuliko mdogo wangu ambaye amemuua. Au Lissu, maumivu ya familia ya Lissu ni maumivu kwa kiasi gani? Amepigwa risasi 38, 16 zikaingia mwilini mwake. Leo ameshikiliwa zaidi ya mwaka mmoja kwa uongo, kwa kesi ambayo haipo. Anateseka, mtu ambaye hawezi hata kuchuchumaa miguu yake, mnajua ilivyoumizwa. Alafu mtu anasema eti sisi tukizungumza eti tunatumia lugha kali. Unataka tukuambieje Samia? Kwa maumivu ambayo mnatuwekea ili nyie na watoto wenu muishi vizuri, mnataka tuongee vipi ili muelewe? Kwa ndugu zangu, hiki kinachotaka kufanywa Watanzania ni kwa sababu hawa watu wanajua kwamba wamefanya maovu mengi na tutaiexpose. Sasa sisi tumesema tunazunguka kwenye madai ya katiba, kwa sababu matatizo yote haya yote tunayopitia ni kwa sababu ya katiba. Katibu mkuu amezungumza kuhusu uteuzi. Mtu anateua mkwe wake, anateua mtoto wake, anateua mshenga, anateua hata mtu aliyeachana na mtoto wake, kwa sababu katiba inaruhusu mambo ya hovyo namna hiyo. Hilo baraza la mawaziri haliwezi kukusemea wewe nitakwenda kuzungumza mambo ya familia yao. Uongo kweli? Kwa sababu ya katiba mpya. Ndio maana tunataka katiba
ambayo itatenganisha bunge linaloweza kuwasemea, mahakama inaweza kuwapa haki ukionewa, na serikali inaweza kusimamia. Ujinga kama huu ungetokea Kenya, huu anaotamka huyu kijana, sasa hivi watu wangekuwa mahakamani na jaji angeshatoa kauli. Leo hii Kenya wangefungua kesi, leo hii ingehukumiwa kwamba hilo tamko ni batili na haliwezi kufanyiwa kazi. Sasa jaji anateuliwa na huyo mama, anapigiwa simu, unajua mtoto hivi, unajua yule mtoto wa shangazi yako Mwajuma amemaliza shule, amemaliza degree ya sheria, hana kazi. Kesho unasikia Radio Tanzania, Mwajuma mtoto wa mjomba ni jaji wa mahakama ya Tabora. Sasa sisi tukipeleka kesi hapo tuna haki kweli? Tatizo na haya mambo yote ndugu zangu, linalosababisha umaskini huu na mateso haya ni katiba tulionayo. Tumekuja kwenu, kila mtu adai katiba. Kwenye simu yako andika katiba, kwenye Facebook yako andika katiba, kwenye Instagram yako kila mtu apige kelele, kila mtu kwenye vijua mnavyokunywa kahawa. Achana na mambo sio ya kujadili mapenzi sijui nani. Kwanza ukiwa na hela utafanya mapenzi sehemu nzuri, kwenye hoteli safi au nyumba nzuri. Utachukua mpenzi wako, mtaenda Dubai kula bata ukiwa na fedha. Kwa hiyo tunaanza kwanza na msingi utakao kufanya uwe na fedha mfukoni. Kama unapenda Arsenal kama mimi, utakwenda uwanjani Emirates, utakaa pale unaangalia mpira. Tushughulikie tatizo la msingi. Masuala ya muziki hii, si wasanii wasioweza kuimba manyanyaso yenu, wasioweza kuimba watu wanauawa. Mlikuwa mnawaona wasanii wakina Bob Marley anaimba nyimbo Who They Kept Fit, watu wakina Lucky Dube wakati wa ubaguzi wa rangi walikuwa wanaimba nyimbo za ukombozi, wakina Ivan Chakachaka. Sisi tuko kwenye matatizo. Hao wanaoitwa wasanii wanaimba nyimbo za mapenzi. Unafanyaje mapenzi uko kwenye matatizo, uko vitani? Hizo nguvu unatoa wapi? Mke wako umempeleka hospitalini, amepata mimba, na wewe kijana unapata mimba ya kichwa mawazo. Hayo mapenzi unayowaza sangapi? Unajiuliza, sijui atajifungua salama, sijui atakufa, sijui nikienda hapo Kitete wakaniambia milioni, sijui nitatoa wapi? Nasema uongo? Kwenye nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi, Wachina wanachukua mali zetu, wanaondoka nazo. Wasanii ambao hawawezi kuimba hata elimu mbovu watoto wetu wanayopata, wasioweza kuimba hata mishahara mibovu ya watumishi. Shughulikieni katiba, shughulikieni katiba. Acheni kusikiliza vitu vingine hivi. Katiba, kelele yetu ni katiba. Na tumesema tutakwenda nchi nzima na mikutano ya hadhara. Hii mikutano sio fujo wala sio nini kama anavyosema huyo sio Katambi. Hii ni fujo kwao, kwa sababu mwizi ukimpigia kelele anachanganyikiwa. Kwa hiyo fujo ni kwao. Kwani fujo ni kwetu? Hebu andishi pandeni. Wangapi wanasema mikutano ya hadhara sio fujo? Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Wanai sio fujo, nyosha mikono. Bwana Katambi, wananchi wa Tabora wanasema mikutano sio fujo. Sema mikutano sio fujo. Mikutano ni elimu. Wanaogopa kwa sababu tutakuja kuwafungua macho na masikio. Msikubali. Tunaelewana vizuri? Dunia inapiga kule nje na sisi tupige ndani. Kule nje hawana pa kukanyaga hapa mabomu, wakanyaga hapa bomu. Bunge la Marekani linakuja mwezi ujao. Ulaya wameshazungumza, kila kitu ni cha moto, na sisi tuongeze moto humu ndani. Wasipotusikiliza kama alivyosema katibu mkuu, siku tukiitisha, na tutaitisha maandamano, kila mtu atoke nje. Sikilizeni Tabora, hakuna mtu atakayeishi milele hapa duniani. Hata ukijifungia ndani utakufa tu. Kama ni kufa, kifo kitakufuata ulipo.
Kwa usitishwe na mtu yoyote kwamba sisi tutakufanya nini. Hata wao watafanya nini? Si Magufuli alikuwa na nguvu hapo, mzee akipita mpaka majani yanatetemeka, majani tu yanaelewa Magufuli amekanyaga. Uongo kweli? Anaondoka. Kwa kila mtu ataondoka kwenye kudai haki. Tabora ni mkoa wa mashujaa. Tukitangaza na tutatangaza, tukishamaliza mikutano mjitokeze. Na narudia, maandamano ni haki iliyoanzia kwenye katiba, imekwenda kwenye sheria zetu zote, sheria ya vyama vya siasa, sheria ya polisi, yote inaruhusu maandamano, kudemonstrate, kuonesha kwamba hauridhishwi. Sawa sawa. Ni wangapi hawaridhishwi na namna nchi inavyoendeshwa na Samia Suluhu Hassan mkoa? Wote, si ndio? Kwa hiyo kama hamridhishwi, tukiitisha maandamano lazima mtoke. Sawa sawa. Wangapi watakuwa tayari?